Ilikuwa ni ibada ya safari ya mwisho ya mama yetu kipenzi, Mama Edith. Huyu ni mama mchungaji, lakini pia niko hapa na mtoto wake, ambapo ndiko ambako ibada imefanyika hapa. Mchungaji kiongozi wa kanisa hili, Mchungaji Abraham Joseph Masasi, ambaye ameondokewa na mama yake, na tunatamani walau tusikie neno machache kutoka kwake katika maisha ya mama yake marehemu mama mchungaji Edith. Mchungaji, Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Marahaba, jambo. Poleni na msiba sana. Asante sana, tunamshukuru Mungu. Amen. Tunatamani tufahamu pengine una neno gani ambalo unalizungumza katika maisha ya mama kwa ujumla. Ametajwa ni mama wa imani, mama shujaa. Tunatamani tusikie neno kutoka kwako. Asante sana ndugu mtangazaji. Kiukweli leo unaweza ukakosa nini cha kusema, lakini kwa sababu ni kawaida, acha niseme mawili matatu. La kwanza, namshukuru Mungu sana kwa ajili ya maisha ya mama yangu mzazi ambaye nimeshuhudia mwisho wake huu, na ambayo naweza nikazungumza. Kwanza, mama ni mcha Mungu. Mimi ni mtoto wake wa tatu, lakini nina kila ujasiri wa kusema huyu mama ni mcha Mungu. Ameishi maisha ya kumcha Mungu, lakini ni mama mlezi, ametulea. Na wakati mwingine napokumbuka ule mwaka 2001 wakati baba yetu amefariki, kuanzia hapo ametulea mpaka hivi sasa. Mungu amempa neema malezi, Mungu amempa neema ya kutunza, na ameondoka kibinadamu. Ukweli tunaumia, lakini katika ulimwengu wa roho tunaamini tutamkuta. Ndio. Pengine una jambo gani ambalo utalikumbuka katika maisha ya mama kwa ujumla? Asante sana sana sana. Microphone. Kwanza mume wangu ni Joseph Masasi. Amen. Alikuwa rafiki yake wa nani pale Ilala. Amen. Titus Mkama. Amen. Na hata kuja huko alikuita Titus. Amen. Yaani yule ndugu yangu, ndugu yetu, na amejatuacha. Kwanza nashukuru kwanza mchungaji mkuu ambaye ni mtoka mbali na Venus Mwiche, ni watu ambao nafahamu muda mrefu sana. Muhiche, haleluya. Mafundisho yake ni mazuri. Anatufundisha kiroho kwamba mtu bila Roho Mtakatifu hujaishi. Hilo ndio jambo la kwanza ambalo tunamshukuru Mungu. Na huyo kijana upako huu ni wa baba yake. Amen. Asante sana. Haleluya. Amen. Jamani, makofi mengi kwa mama. Mama yako mengi ambayo ninaweza nikakumbuka katika maisha yake. Mama alikuwa ni mtu ambaye amempa neema ya kusema ukweli. Kuna nyakati tulikuwa tukikosa, anatukemea, anatuonya na anatuweka kwenye mstari. Kumbuka sisi tumezaliwa katika tumbo lake watoto wa kiume 7, lakini binti ni mmoja, kwa hiyo tuko 8. Sasa kuwalea watoto wa kiume na wakakaa kwenye mstari, unajua alikuwa na uwezo wa kuonya, alikuwa na uwezo wa kukemea. Lakini ni mama ambaye pia ukifanya vizuri alikuwa na moyo wa wazi kukupongeza, alikuwa na moyo wa wazi kuonesha furaha yake. Na kikubwa zaidi ambacho naweza kukikumbuka, alikuwa ni mwanamke wa shukurani. Wakati mwingine anaweza katushirikisha uhitaji wake, hata ukimtumia kitu kidogo atakushukuru sana. Kwa hiyo hayo ni machache ambayo naweza nikayakumbuka, lakini zaidi sana hapa mwishoni naposema amemaliza vizuri, ilikuwa siku chache tu kabla hajafariki. Nilishangaa moyoni mwake mnaibuka wimbo wa kuonesha ya kwamba katika maisha yake mwamba ni Kristo. Akawa naimba wimbo mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Na kwa kweli baada ya siku chache akafariki. Ni kama wimbo ulikuwa unaonesha kwamba muda sio mrefu ataondoka. Maana wimbo unasema
naelekea kaburini, ni kama aliona njia yake. Asante sana. Asante, ni watakie pia neema ya Mungu katika kipindi hiki kigumu. Mungu awafariji. Amen. Asante sana, lakini pia nichukue nafasi hii kutoa shukrani nyingi sana kwa kanisa la TAG, hasa jimbo la Kinondoni, section zote, lakini idara za jimbo na wachungaji mbalimbali waliotukimbilia, maaskofu, wachungaji wa TAG na wasio wa TAG na watu wote ambao wametukimbilia. Naomba nitoe shukrani zangu nyingi sana kwao. Tunasema asanteni sana, tumefarijika na ujio wenu, na hata hiki chombo chenu cha NY TV tunashukuru sana, huduma yenu ni njema. Najua nimewapa taarifa kwa muda mchache sana, lakini mmekimbia na mmepatikana. Asanteni sana na Mungu awabariki. Amen. Niko hapa na mkwe wa marehemu. Huyu ni mke wa mchungaji Abraham Masasi. Ninatamani pia na yeye kusikia neno kutoka kwake kwa maisha ya mama mkwe wake, yapi ambayo amejifunza, lakini pia yapi ambayo atamkumbuka kwayo. Mama mchungaji, Bwana asifiwe. Amina. Poleni sana na msiba. Asante, tumshukuru Mungu. Niambie kile ambacho umejifunza katika maisha ya mama mkwe wako kwa ujumla, lakini pia na mama mchungaji akitajwa kama mama ambaye ni mlezi. Kwa kweli ninamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya mama yetu, Mama Edith. Tangu mimi nifahamike katika hii familia, amekuwa mama mzuri, amekuwa mama mlezi, amekuwa mama mshauri, ni mama mwenye upendo, na ni mama ambaye ni mwazi kwa jambo lolote. Yeye ni mwazi, yupo tayari kukusaidia, yupo tayari kukurekebisha, yupo tayari kukutia moyo. Kwa hiyo tumejifunza mambo mengi kupitia mama huyu, na katika familia ni mama ambaye alikusanya watu wengi, upande wa hata sisi wakwe alikusanya ndugu zetu, ndugu zake. Kwa alikuwa ni mama ambaye anakusanya na anatambua thamani ya mtu. Kwa hiyo tunajisikia huzuni mama yetu kuondoka. Alikuwa ni faraja, alikuwa hakosi kupigia simu, wanangu wa mjambo, mnaendeleaje, wajukuu wanasemaje. Kweli amekuwa ni mama mzuri, tunaumia, lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu Mungu ameamua litokee jambo hili. Na kama mama mchungaji katika huduma ambayo ameifanya pale Blokoti, alikuwa ni mama ambaye anajitolea vitu vyake kuhakikisha kazi ya Mungu inasonga mbele. Mafundi wale chakula walale wapi, alikuwa anakaa anaangalia ili kuhakikisha wale watu ambao wanafanya kazi katika kanisa waweze kukaa mahali pazuri. Kwa amekuwa ni mama mzuri sana, tutamkumbuka, tutammisi. Ni mama mcheshi, tutakumbuka tabasamu lake, na pia ni mama muombaji, na pia Mungu alikuwa anamtumia kwa huduma ya unabii. Akiongea kitu kweli kinakuwa. Kwa alikuwa ni mama mzuri. Namshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ambayo amempa kuishi hapa duniani. Ingawa kibinadamu tumeumia kwamba tumepata pengo la mama kuondoka, lakini tunajitia nguvu kwa mama yetu amemaliza salama. Tumebakia sisi, Mungu atusaidie na sisi tuweze kumaliza salama katika safari hii. Amina, asante. Ninaendelea kuzungumza na wanafamilia, na hapa niko na last born wa mama yetu, Mama Edith. Huyu ni mtoto wake wa pekee wa kike kati ya watoto 8 waliozaliwa kwenye familia yao. Huyu alikuwa ni binti wa pekee. Ninatamani kufahamu pia kile ambacho amejifunza katika safari ya maisha ya mama hapa duniani, yeye akiwa ni binti wa pekee. Kuna mambo nafikiri bila shaka atakuwa amejifunza katika utumishi wa mama, lakini pia katika ulezi. Ametajwa kwamba ni mama mlezi ambaye pia amewalewa kwa kipindi cha miaka 25 akiwa bila mume. Yeye kama binti amejifunza nini? Kama mke pia ambaye ninajua yeye ni mke sasa hivi, ni mke wa mtu, bila shaka kuna vitu ambavyo alijifunza kwa mama na pengine vikaenda kumsaidia katika ndoa yake. Bwana asifiwe sana. Amen, amen. Pole kwa msiba. Asante. Asante. Tuanze kwa kukufahamu majina yako. Okay, kwa majina naitwa Esther Joseph Masasi, ni mtoto wa mwisho wa Joseph Masasi na Edith.
Joseph Masasi. Nimejaliwa kulelewa na mama yangu, maana baba aliniacha nikiwa mdogo na 7 years. Kwa hiyo ukiniambia nakumbuka vitu gani kuhusu baba, nitakumbuka machache, lakini mama yangu amefanyika kuwa baba na mama at the same time. Amenilea katika malezi yaliyo mema, kanifundisha, kanionya, lakini pia kanifundisha kwamba ninatakiwa kuwa mtoaji. She was a best mom. Yani siwezi kuongea vitu vyote, lakini in short my mom was the best. Amenipambania kielimu, nimesoma bila shida. Familia yetu tuko 8, wanaume 7 na mimi ndio wa mwisho. So kipindi chote cha makuzi yangu mamangu ameplay a best part kunihakikishia napata elimu njema. Pia namshukuru Mungu, amekuwa hai, amenipa kibali cha kwenda kumlea. Hata alipokuwa kipindi cha mwisho nimekuwa naye karibu. She was so proud of me and I was so proud of her. Nitamani kuendelea kuwa naye, kushare the moment, aone kwamba mwanangu amefanikiwa, ni ale matunda yangu. So it's so painful at this moment, lakini ni mipango ya Mungu. I can't judge that. Tulitamani kibinadamu, but Mungu ana mipango yake. So I believe my mom ameenda kupumzika. She is in the right place at the right time. So naamini wakati utafika tutaonana naye. So hiyo ni machache kuhusu mama yangu, ila ni mcheshi na hicho nimekichukua. Yeah, she is the best. Yani one of the best. Hakai na vitu moyoni, anasamehe haraka. Na namshukuru Mungu, I learn it from her. Siwezi pia kukaa na mambo moyoni. Niko easy kumsamehe mtu even kama najua mimi nimekosa. Kuomba msamaha is not my bad. So all of that nimejifunza kwa mama yangu. Kwa nashukuru na natamani niendelee kukua katika hilo na familia yetu endelee kuwa unit regardless she is not here, but sisi kama familia ya Masasi tutaendelea kukaa strong tukimwamini Mungu yupo pamoja nasi. Thank you so much. Pengine kuna momenti za mwisho ambapo umekuwa na mama yako na kama ambavyo umesema umefanikiwa kukaa naye dakika za mwisho, kuna vitu ambavyo utavikumbuka pengine alikuambia vya dakika za mwisho ambavyo kwako vimebaki kama alama? Okay, vitu ninavyokumbuka ni kwamba my mom when alivyokuwa naumwa, nilikuwa nalala naye, so nilikuwa napata wasiwasi. Namwambia mama pole, ananiambia Esther unanitia wasiwasi. Mimi nitapona. So what nilichojifunza kwake ni kwamba ni mtu wa imani. Aliweza kukept a faith kwamba until ile last breath hajaacha kumtukuza Mungu. Umeona? Alikuwa ananiambia hivyo. Pia ananiambia unadhania nani angeweza kunitunza kama mnavyonitunza? Yani she was very proud of us. Pia akawa mkikaa unaambia tunaimba, ataimba wimbo wake huo mwamba wenye imara, tenzi za rohoni. I have memories, tuna record, tunaimba. She the best. Kwa my mom nampenda. Yeah, that's it. Asante. Tuwatakie neno la faraja na Mungu akawafariji katika kipindi hiki kigumu. Amen. Thank you so much. Be blessed, Darot. Amen. Amen.